Hello ndugu zangu wafuatiliaji wa channel yetu ya KingoFarm. Tumekuwa tukielekeza sana kuhusiana na tiba za asili. Sasa nikaja kugundua kitu kimoja, kumbe kuna watu wengi sana wanachanganya dalili. Yaani anaweza akakwambia kuku wangu wana mafua kumbe wana ndui, anaweza akakwambia kuku wangu wana kideri kumbe wana typhoid. Kwa hiyo nimewaandalia makala nzuri kabisa ambayo itakufanya wewe ujue magonjwa matano ya kuku, majina yake, dalili zake, sababu na jinsi ambavyo unaweza kuyatibia. Ni somo muhimu sana, usipuuzie. Ni somo muhimu sana, lisikilize mpaka mwisho. Umuhimu wake utakuja pale ambapo kuku wako watauma ugonjwa fulani, halafu utaenda dukani au utatafuta dawa ya asili ambayo inatibu ugonjwa mwingine. Mwisho wa siku hautapata matokeo. Hili pia huwa linatokea. Kwa hiyo kabla hujaanza kutibia ugonjwa au kutafuta dawa ya ugonjwa wowote wa kuku, jiridhishe kwanza na dalili. Lakini pia ni muhimu ukajua sababu, usiishie tu kujua dalili na kutibu, hapana. Ni muhimu sana pia ukajua ugonjwa unasababishwa na kitu gani ili uweze kuchukua hatua siku nyingine au uweke tahadhari ili isije tena likakutokea tatizo kama hilo. Kwa hiyo nisikilize vizuri mpaka mwisho ili ujue. Nitakupa hints chache tu ambazo zitakufanya wewe uweze kupata kitu chochote kile au upate EBC ambazo zitakuongoza unapotaka kuyajua magonjwa ya kuku. Tukianza na ugonjwa wa kwanza ni ugonjwa wa mafua. Huu nadhani ni common sana kwa watu wengi, mnaujua. Kuku wengi sana huwa wanapata hii changamoto ya mafua. Dalili zake huwa inakuwa ni kuku wanapiga chafya, wakienda mbele zaidi wanaanza kukoroma. Yaani ukishindwa kuwatibia hapa kwenye chafya wanaanza kukoroma. Kwenye kukoroma nako ukishindwa kuwatibia macho yanaanza kutoa machozi. Ukishindwa kutibu yale macho yanakuwa tena hayatoi machozi, yanatengeneza ugali, yani dude fulani kama donge, yani kama kidonge au kama ugali kwenye macho yake, macho yao yale, macho yanavimba, yanakuwa yanatoa uchafu fulani kama maugali. Ukiona hizi dalili zote nilizo kutajia kwa mtiririko huu, basi ujue kuku wako wana mafua. Ni muhimu sana wanapokuwa na mafua wahi kuwatibia mapema. Ukibaini tu kuku wako wanapiga chafya, watibie pale pale. Ikitokea labda ukuona imefika sehemu wanakoroma, basi watibie. Usisubiri mpaka dalili za mwisho hizi. Huku mwishoni kutibu huwaga ni ngumu kidogo, ila ukiwahi mapema unatibu simple tu. Lakini pia nikupe sababu ambazo huwa zinasababisha mafua. Sababu ya kwanza ambayo inasababisha mafua ni kuwa na mzunguko mdogo wa hewa bandani. Banda lako, sifa ya banda bora jamani, liwe lina eneo kubwa ambalo linaruhusu mzunguko wa hewa. Hewa iwe inaingia na kutoka. Ndio maana ukiangalia mabanda hilo unakuta pande mbili zote zina madirisha makubwa yamewekwa waya ili kuruhusu hewa inayoingia na kutoka. Hewa iwe inaingia na kutoka. Ukiwabana kwenye ukuta, weka kuku wachache. Ukiweka kuku wengi watapata hii changamoto ya mafua. Kwa hiyo kwenye banda hakikisha linakuwa lina madirisha makubwa mawili au manne, yanaweza kuwa pande zote, yani juu kule pande zote zinaweza kuwa wazi kama unaona mabanda yetu yanavyokuwa. Lakini pia sababu nyingine ni baridi kali. Yaani kunapokuwa kuna baridi kali ya sasa kwa kuku wale wadogo chini ya mwezi mmoja, baridi likiwa kali wanapata sana mafua. Lakini pia sababu nyingine ni harufu. Harufu ikiwa nzito bandani kuku wanapata mafua. Na tiba ambayo unaweza kuitibia hapa mafua, kuna tiba za dukani na tiba za asili. Ningekushauri tumia sana za asili. Za dukani gharama yake iko juu sana. Kuna Enrovet, kuna Tylodox. Hakuna dawa ambayo iko chini ya 15,000. Lakini zipo za asili ambazo ukichuma tu ukatengeneza matokeo ni yale yale au hata yanazidi kwenye hizi za asili. Hapa ndo pale ambapo nakushauri ndugu yangu ununua kitabu cha tiba za asili. Kuna vitabu viwili, toleo la kwanza na toleo la pili. Hivi vitabu vitakusaidia kumaliza changamoto ya magonjwa yote. Kwa hiyo ya dukani ndo kama hivyo. Kwa hiyo kama utaweza kutumia za asili, nunua tu kitabu chetu. Kina maelezo yote. Kama una toleo la kwanza, tumetoa tena toleo la pili ambalo ni muendelezo wa toleo la kwanza, lakini pia kuna tiba nyingine ambazo zimeboreshwa zaidi. Tukija kwenye ugonjwa wa pili ni typhoid. Typhoid hii imekuwa changamoto sana. Wengi wanakuta wanakupigia simu, ampeleka kuku maabara, amefanya hivi, ametumia gharama nyingi, lakini mwisho wa siku typhoid haijatoka kwa kuku wake. Sasa nisikilize. Typhoid dalili yake ya kwanza, kinyesi kinakuwa kina njano. Inaweza kuwa iliyopauka au iliyokolea. Ugonjwa wa typhoid unaingiliana na kipindupindu. Nimeuweka kwenye kundi moja kwa sababu dalili zake zinafanana na tiba yake inafanana. Zote hizi zinatibiwa kwa dawa za jamii ya sulfa. Maana nimeweka kwenye kundi moja. Kwa hiyo mwaro wake utakuwa wa njano, inaweza kuwa iliyopauka au iliyokolea, na kijani iliyopauka. Sio iliyokolea, kijani hapa inakuwa imepauka. Lakini pia kuna nyeupe. Wakati mwingine inakuwa na imeambatana na nyeupe au nyeupe ipo peke yake na kijani mpauko peke yake. Zingatia iliyopauka, sio iliyokolea, iliyopauka.
Na sababu ambazo zinasababisha ugonjwa huu wa typhoid ni uchafu. Sana sana maeneo ambayo yana uchafu, wakila chakula chenye uchafu, wakinywa maji machafu, bandani mle wakila uchafu, na sababu nyingine ni unyevu. Unyevu huu unapokuwa sehemu yoyote ile, kama ni kwenye chakula au ni kwenye banda, basi huwa unazalisha bakteria. Wale bakteria wakidonoa ndo wanapataga ugonjwa wa typhoid. Lakini kitu kingine, hata minyoo huwa inasababishwa na dalili na vitu kama hivi vitu ambavyo nimekuambia vinavyosababisha. Hata kwenye minyoo pia vinafanana ni hivi. Lakini pia kitu kingine ni vile vyombo vya maji. Ukiwa uvioshi kila siku huwa vinatengeneza ute fulani hivi. Ule ute huwa unazalisha bakteria. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi sana kuku wako kupata typhoid. Kwenye kipengele cha tiba hapa, ndugu yangu mfugaji mwenzangu, napenda tu nikushauri usihangaike kununua dawa ya dukani hapa, japokuwa zipo. Ukienda dukani ukawaambia kuku wako wana typhoid, watakupa ESB3, watakupa Agrocox, watakupa Vitacox, watakupa sijui Amplolium, lakini ukija kwenye kutibia, ndugu yangu, utamaliza pakti na pakti. Huu ugonjwa sijuagi kwa nini au sikii dawa za dukani. Bora hata ya mafua hizo dawa za dukani ambazo nimekutajia, unaweza ukasikia ukiwa na mazingira vizuri kabisa kuku wanapona. Ila hapa kwenye typhoid hapa ni kipengele, ndugu yangu. Hapa utapewa dawa, utatumia, hamna matokeo mazuri. Hapa nakushauri ndugu yangu, nenda moja kwa moja katumie za asili. Ukiingia kutumia dawa za asili za typhoid, hautumii hata shilingi 100. Ndani ya siku 3 na kuhakikishia kuku wako watakuwa wamepona hii ugonjwa wa typhoid. Yaani watakuwa wamepona kabisa. Hapa ndo ninapokushauri ndugu yangu, tena nunua hivi vitabu vya tiba za asili vyote viwili ili viweze kukusaidia kwenye changamoto kama hizi. Mimea yenyewe ni simple tu. Kuna vitu kama mashora nguo, majani ya mpera, mwarobaini. Tunachanganya mimea mbalimbali na tunatibu bila kutumia gharama yoyote ile. Kuku wako wanapona kabisa. Na sasa tukija kwenye huu ugonjwa mwingine, ni ugonjwa wa kideri. Ugonjwa wa kideri, dalili yake ya kwanza, kinyesi kinakuwa kina kijani iliyokolea sana na nyeupe. Kijani iliyokolea, achana na ile ya kwenye typhoid inakuwa kijani mpauko. Hapa kijani inakolea, inakuwa kijani iliyokolea na nyeupe. Lakini pia kuku utakuta wanasinzia. Lakini pia utakuta kuna muda wanakohoa. Sio muda wote, mara chache sana anaweza akakohoa. Lakini pia shingo waga inapinda, wanapindisha sana shingo, na miguu yao huwa inakuwa haitembei vizuri. Lakini pia kuna wakati wachache sana waga wanakuwa kama vile wamepata kichaa. Na sababu kubwa ambao huwa inapelekea huu ugonjwa jamani kuepukika ni ngumu. Huwa tunawapa chanjo zile za Newcastle. Unaweza ukawapa chanjo na wakapata, ni kawaida. Lakini pia tunasisitiza hata ukiwapa ile chanjo ya dukani, endelea kuwapa na hizi za asili, kwa sababu ugonjwa sababu yake kuu ni maua. Huwezi kuzuia maua kuota. Maua kama kuna mti unaweza kuwa mwembe, sio mwarobaini, mti wote ukiwa jirani na wewe, yanapotoka yale maua ndio kuku waga wanapata huu ugonjwa. Kwa ni ngumu sana kusema utauepuka kwa 100%. Kwa hiyo muhimu zaidi ni kuwapa chanjo za asili na za dukani mara kwa mara. Za dukani ni kila baada ya miezi 3 kama wewe unatumia, lakini za asili angalau kila wiki wape, au kila baada ya wiki 2 wape. Tuje kwenye kipengele cha tiba. Huu ugonjwa hauna tiba ya dukani. Ukienda dukani ukawaambia kuku wangu wana kideri, watakupa OTC. OTC haitibu, ila kama vile inapunguza makali ya huu ugonjwa, ila sio tiba. Usishangae kuona umewapa na hawajapona kabisa. Kwa hiyo kiufupi, huu ugonjwa hauna kabisa dawa ya dukani, na dawa za asili tu. Ukiwa na kile kitabu utaweza kuona tunachanganyaga vitu vya, yani vitu ni bure kabisa. Ukiwa na mwarobaini, ukiwa na aloe vera, ukiwa na majivu, ukiwa na pilipili kichaa, unatengeneza mchanganyo mzuri kwa siku 3 tu kuku wako wanakuwa washapona kabisa kideri. Yani kuna watu wanaamini eti kideri hakiponi. Kideri kinapona haraka, ila ukichanganya vizuri tiba. Hata kama kuku walikuwa 500, wanapona kabisa, ila changanya vizuri tiba. Na ugonjwa wa 4 ni ugonjwa wa ndui. Huu ugonjwa wa ndui watu waga wanachanganya sana na mafua makali. Ugonjwa wa ndui kuku anakuwa na vidonda maeneo ya usoni, wakati mwingine hata mwilini. Vinaanza vipele vidogo vidogo, baadaye kinakuwa kidonda. Hiyo ndio dalili yake kuu ambayo utaweza kuiona. Na ugonjwa huu unasababishwa na mbu. Kama kuna mbu eneo lako, mbu akiwangataga wale kuku, wanapata huu ugonjwa wa ndui. Mara nyingi waga tunawachanja kwa chanjo za dukani, lakini vile vile kama kideri tu usisahau. Unaweza ukawapa chanjo na ukapata hii ndui. Kwa hiyo ni muhimu kuendelea kuwapa za asili kila wiki. Ukiwa na kile kitabu chetu cha tiba za asili, mle tumeandika kinga ya ndui. Kwa hiyo utakachokuwa unafanya kila wiki unatengeneza ule mchanganyo wa asili unawapa, ili kuku wako wasipatwe kabisa na hii ndui. Na ni bure, vitu vyenyewe ni bure, yani ni bure, havitumii gharama yoyote. Na kwenye tiba yake hapa unatibiwa na tiba ya asili tu. Hakuna tiba ya dukani ya ndui, ni tiba za asili tu. Siku 3 tu ukiwapaka na kuwapa kwenye maji wanapona kabisa. Ugonjwa wa 5 ni ugonjwa wa minyoo. Ugonjwa huu wa minyoo utaugundua kwa kuona manyoya yao yananyonyoka, yanakuwa yani sio mazuri. Lakini pia wanakuwa wanajisaidia sana brown,
lakini pia kinyesi chao wakati mwingine kinatoka minyoo, na pia wakati mwingine wanakonda sana, wanaweza wakakonda sana, wakawa wanakula sana au hawapendi kula kabisa. Hii ndio utajua kabisa huu ni ugonjwa wa minyoo. Tiba zake ziko nyingi, ziko za dukani kama Levifarm, Piperazine, Dewormer na kadhalika, na za asili pia zipo nyingi, yani zipo nyingi. Ukiwa na kitabu chetu tutatengeneza, utawapa na wanapona kabisa minyoo yao. KingoFarm jamani, tunatoa vitabu. Tuna vitabu 6. Tuna tiba za asili toleo la kwanza na toleo la pili. Tuna safari ya ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, ufugaji wa broiler na kile cha booster ambacho kinaitwa mwongozo maalum wa ufugaji kwa kutumia tiba za asili. Kila kitabu ni shilingi 10,000 tu. Ukilipia unatumiwa hapo hapo soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp, au kama una email utatumiwa kwenye email yako. Kila kitabu ni 10,000. Lakini pia tuna kundi la WhatsApp ambalo tunakuonyesha jinsi ambavyo sisi tunafuga kuku wetu kwa kutumia mimea mbalimbali. Tutakuonyesha tunafanyaje na tuweze kuwafuga kuku vizuri kabisa kwa kutumia mimea. Kama una maswali, ukihitaji ushauri, ukijiunga tuna ile kundi kwa kulipia ada ya 8,000 utapata hayo yote. Kama hujui vifaranga wanapatikana wapi, wazuri, wenye sifa gani, jiunga na kundi letu tukupe hiyo elimu yote kwa shilingi 8,000 tu kwa muda wa miezi 2. Bila kusahau tunauza incubator nzuri na za kisasa. Incubator zetu ni za chuma. Utakaa nayo mkataba, yani miaka yote utaishi nayo, lakini pia zinafanya vizuri kwa zaidi ya 98%. Ni tofauti kabisa na zile incubator za Mchina. Hizi unaweka order, tunakutengenezea, tunakusimamia kuanzia unapoweka mayai mpaka utakapopata vifaranga. Tunakuwa pamoja na wewe ili kuhakikisha ubora ule umeonekana kabisa. Tunashukuru sana. Kama unahitaji huduma zetu, chukua namba kwenye video na utupigie au tutumie ujumbe. Asanteni sana.